Sasa na rapa na mfanyabiashara maarufu duniani, hapa namzungumzia Jay-Z, amezungumzia uamuzi wake wa kumchagua Kendrick Lamar kutumbuiza kwenye Super Bowl halftime show, huku akigusia pia mvutano unaoendelea kati ya Kendrick Lamar pamoja na Drake. Katika mahojiano yake aliyofanya na GQ, Jay-Z alisema wazi kuwa nadhani ilikuwa chaguo sahihi. Mimi nahangaika na nini kuhusu wale watu wawili kubishana. Kwa maneno mengine, Hov aliweka wazi kuwa hakufanya uamuzi huo kwa kuangalia bifu au ushindani kati ya Kendrick Lamar pamoja na Drake, bali alichagua msanii anayefaa kwa jukwaa hilo, akitumia kauli ya Monster Year kwa upande wa Kendrick Lamar. So mvutano kati ya Drake pamoja na Kendrick ni si jambo la ghafla, umekuwa ukijijenga kwa miaka kupitia mistari ya kufichiana, yani subliminals, mashindano ya kimuziki hadi kufikia diss track na mijadala mikubwa mtandaoni. Lakini Jay-Z ameonyesha msimamo wa kutokupendelea upande wowote hadharani kupitia mahojiano ambayo ameyafanya na GQ. Sasa wakati anazungumzia hiyo issue, miongoni mwa vitu ambavyo Jay-Z pia alivizungumza kwa mara ya kwanza ni kuhusu kesi ya madai ya ubakaji ya mwaka 2024 ambayo baadaye ilifutwa, akisema ilimuathiri sana kihisia na kumjaza hasira kubwa. Sasa katika mahojiano yake na GQ yaliyofanyika Machi 24 mwaka 2026, Jay-Z alisema ilinichosha sana na ilikuwa na hasira ambayo sikuwa nayo kwa muda mrefu, hasira isiyoweza kudhibitiwa. Alisisitiza kuwa madai kama hayo ni mazito sana na hayapaswi kuwekwa kwa mtu bila uhakika mkubwa. Anasema kwamba huwezi kumtupia mtu kitu kama hicho bila kuwa na uhakika wa hali ya juu, hasa mtu kama mimi. Kesi ambapo Jay-Z pia alieleza kuwa alikataa kabisa kufanya makubaliano ya nje ya mahakama, yani settlement, licha ya kuwa njia hiyo ingekuwa rahisi na haraka, na hiyo haipo, ingekuwa rahisi na haraka, akisema kwamba hiyo haipo kwenye DNA yangu, nisingeweza kufanya hivyo, ingekuwa rahisi na nafuu lakini siwezi, alisema Jay-Z. Akaendelea kusema kwamba alilazimika kuwataarifu mapema washirika wake wa biashara, wakiwemo watu kutoka LVMH pamoja na familia yake, akijua uzito wa athari ambazo kesi hiyo ingeleta. Kwa upande wa kihisia, Jay-Z alikiri kuwa bado ameendelea kupona kutokana na tukio hilo, akionyesha jinsi ilivyomuumiza binafsi licha ya kufutwa kwa kesi. Yes, so hicho ndicho ambacho amekizungumzia na Jay-Z kwa kirefu sana kupitia GQ. Sasa kesi hiyo ambayo alishtakiwa ilitokana na madai ya mwanamke aliyedai kuwa mwaka 2000 akiwa na miaka 13 alibakwa na Jay-Z pamoja na P na Diddy katika sherehe baada ya MTV Video Music Awards huko New York City. Hata hivyo, kesi hiyo ilifutwa baadaye, huku kukiwa na mvutano wa kisheria kati ya Jay-Z na wakili Tony Buzbee. Yes.